Wewe umeshiriki kwenye kikao ambacho wewe ulipatikana kilitindinganya katiba na umeshindwa kumshauri mwenyekiti. Unataka nikueleze ulitokea vipi ukafika ukawa makamu wa mwenyekiti? Mimi najua. Unajua ukishakuwa kwenye CCM, ukishadumbukia kwenye kisima cha CCM cha maarifa, unapata habari za jana, leo na za kesho. Zote hizo mimi ninazo. Sasa usiende kukoroga mambo zaidi. Unajua hata siku ulivyo, baada ya kuteuliwa, ulifanya mahojiano na kituo kimoja cha habari, ukasema wakati anatafutwa makamu wa mwenyekiti wewe uliona ndio unafaa. Ubinafsi ni mojawapo ya vita kubwa tunavipigana kwenye Chama cha Mapinduzi. Ubinafsi. Wewe unafaa kama nani? Kwa nini unajiona wewe ni bora kuliko wengine? Kwa lipi ulilokuwa nalo kwamba wewe ni bora? Kwa sababu ulikuwepo kwenye halmashauri kuu ya kwanza ya chama. Kuweko kwako wewe kwenye halmashauri kuu ya kwanza ya chama kuna kufanya vipi wewe kuwa mtu bora? Kuwepo kwako kwenye halmashauri kuu ya kwanza ya CCM kuna tuongezea faida vipi sisi kama Chama cha Mapinduzi? Unajua kwamba msingi mmojawapo wa uongozi wa Chama cha Mapinduzi ni kujishusha. Unasema niliona hakuna mwingine isipokuwa mimi nastahili kuwa makamu wa mwenyekiti. Oh, mzee, tazama maneno hayo, jifunze kuwa mtu wa kujishusha. Unielewa? Mbona kuna wazee wengi waungwana hawana kiburi na jeuri kama wewe? Jifunze kwao. Si dhambi kujifunza uzeeni, si dhambi. Unataka tuseme kwamba jina lako alishinikiza nani wewe ndio uwe makamu wa mwenyekiti? Kwa sababu nitakwambia, nikikutajia utagundua wakati mwingine utaona kwamba na wewe ni sehemu ya tatizo kwenye chama hiki. Acha. Au unataka niwaambie Watanzania ya kwamba katika mtu mmoja aliwahi kumtukana Mwalimu Nyerere, wewe ni mmoja wapo? Sasa kama uliwahi kutukana Mwalimu Nyerere, baba yetu wa taifa hili wa kibinadamu, sisi tuna heshima gani kwako? Tazama mzee, usifanye maneno ya namna hiyo, usifanye. Hebu sikiza niwaambieni. Unafahamu kwamba mbuga ya Serengeti inaanza Arusha huko, inapita maeneo mengi, inakatisha huko, inakwenda mpaka mkoa wa Mara huko juu kabisa, inakwenda mpaka ziwa Victoria. Na Mungu alivyoumba Tanzania akaweka ili Serengeti pale, aliitengeneza. Usanifu wa uumbaji wa Serengeti ilikuwa wanyama wakiwa mbugani, kuna kipindi wanakwenda ziwa Victoria moja kwa moja. Tazama ramani ya Serengeti, inaishia ziwa Victoria. Nataka mtazame ramani ya Serengeti, inaishia hivi hapa ziwa Victoria, ili wanyama wakanywe maji warudi. Aliyetindinganya pale na kushawishi wananchi waweke makazi kwenye eneo la Serengeti ni nani? Ni wewe. Ukaiingiza serikali hasara, ni wewe mzee Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Mwalimu Nyerere hakukubaliana na jambo hilo, akakupinga, akakwambia unaharibu ecosystem ya Serengeti. Wewe wakati huo unatazama tamaa ya kisiasa, unataka ushawishi watu waingie mbugani. Unajua hata leo migogoro ya mbuga ni kwa sababu ya viongozi wapumbavu wanaohamasisha wananchi kwenda kwenye maeneo ya mbuga badala ya kuwapanga na kuwawekea utaratibu mzuri. Mwalimu amekataa, wewe ukampinga. Au nataka niseme zaidi kwamba hukuishia hapo,
ukamfuata siku moja Mwitongo pale. Sasa hii nisiongee na wewe, naongea na Watanzania wenzangu. Kwa hiyo mzee Wasira akaenda pale Mwitongo, kafika Mwitongo akafika pale, mwalimu yuko ndani, akaanza kuongea maneno pale kwa sauti, huyu mzee haelewi siasa, wale mimi ni watu wangu, huyu mzee mimi sijapata kuona mzee mpuuzi kama huyu. Huyu mzee Wasira anasema baba yetu wa taifa Mwalimu Nyerere mtu mpuuzi, huyu mtu mpuuzi kabisa. Kumbe mwalimu akawa ametoka chumbani anakuja kwa mzee Wasira iko hapa anaongea, anasema huyu mzee mpuuzi kabisa, huyu hajui wale ni wapiga kura wangu. Mwalimu Nyerere yuko nyuma yake. Sasa watu wote wakabidi wakawa wamekaa kimya, kumnyamazisha hawawezi, kuongea nao hawawezi, wampigwa butwa. Sasa alivyoona anaowasimulia wamepigwa butwa, akajishtukia, anageuka nyuma, anamkuta mwalimu. Mzee Wasira aliondoka, hakuaga. Na mzee Wasira hajawahi kuonana na Mwalimu Nyerere kutoka siku ile mpaka Mwalimu Nyerere anafariki. Ushasikiaga kwenye familia kuna ndugu anagombana na baba yenu, alafu apatani naye mpaka baba anafariki? Unajua kwenye familia nyingi kuna watu wajinga kama hawa. Unafahamu hicho kitu? Ndio mzee Wasira.